Mimi kama mwanandoa nifanye nini kipindi hichi cha Kwaresma? Kuna mambo matatu tu pekee ningependa uyachunguze kama wewe ni mtu ambaye uko kwenye ndoa, mtu ambaye uko kwenye mahusiano, unaishi na mwenza wako. Chunguza haya mambo kama unayafanya, na kama hauyafanyi kwenye hichi kipindi cha siku 40, ujitahidi kuyafanya ili ufanye mfungo wako wa siku 40 ulete utakatifu kwenye familia yako ama kwenye mahusiano yako. Jambo la kwanza, chunguza kama kuna haki kwenye ndoa yako ama kwenye mahusiano yako. Jambo la pili, chunguza kama kuna amani kwenye ndoa yako ama kwenye mahusiano yako. Jambo la tatu na la mwisho, chunguza kama kuna upendo wa kweli kwenye ndoa yako ama kwenye mahusiano yako. Ninaposema haki kwenye ndoa yako ama kwenye mahusiano yako, ninamaanisha kwamba ndoa ni muunganiko wa watu wawili, mwanamke na mwanaume. Na mwanamke na mwanaume kwenye ndoa, kwenye huu muunganiko mtakatifu, kila mmoja ana kazi yake ya kuifanya. Kila mmoja ana nafasi yake, kwamba ukitekeleza ile nafasi yako unayopaswa kuisimamia, ukitekeleza majukumu yako unayopaswa kuyafanya, unakuwa mtu wa haki kwenye hiyo ndoa yako. Kama ni baba, fanya majukumu yako ya ubaba, utakuwa umetenda haki kwenye ndoa yako. Kama ni mama, ufanye majukumu yako kama mama, utakuwa umetenda haki kwenye hiyo ndoa yako ama kwenye mahusiano yako. Mwanaume kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, kwanza huyu mtu ni mlinzi. Mbili, huyu mtu ni provider, ni mlishi wa familia. Je, unajichunguza? Mimi kama baba kwenye hii familia ninatoa ulinzi wote wa kiakili na ulinzi wa kiakili na kiroho na ulinzi wa kimwili kwa mke wangu? Kama haufanyi hivyo kwenye hizi siku 40, ujirudi uangalie ni wapi ulikosea. Mtu wa haki, baba ambaye analea watoto wake vizuri, baba ambaye anahakikisha mke wake anavaa vizuri, anakula vizuri, analala vizuri. Hiyo ndio kazi ya mwanaume, kwamba hiyo ndio kuwa mtu wa haki kwenye ndoa, mtu wa haki kwenye mahusiano. Na hiyo inakupa baraka. Mwanaume unapofanya majukumu yako kama mwanaume kwenye familia, watoto wakafurahi, mke wako akafurahi, unapata baraka. Hata kama ulikuwa unatafuta kazi utapata, hata kama ni biashara zako zitaenda vizuri, kwa sababu unatoka nyumbani, watoto na mke wako wote wana furaha, wana amani, wanakuombea ufanikiwe. Na hata sala yako unayoifanya ya Kwaresma, kupitia furaha wanayoipata kwa haki unayowatendea, sala yako inapokelewa, kwa sababu wewe ni mtu wa haki. Kama wewe ni mama, uwe ni mtu wa haki. Mtu wa haki, mama ambaye anatenda majukumu yake kama mama, mama ambaye ni mnyenyekevu kwa mume wake, mama ambaye anahakikisha kama ni watoto wanakula, kama ni watoto wanaandaliwa vizuri kwa ajili ya shule, wanaandaliwa vizuri kwa ajili ya kwenda kushiriki ibada ya misa takatifu siku za Jumapili. Mama ambaye anahakikisha mzee hatoki nyumbani kabla ya kula chochote, anamwandalia mzee wake nguo nzuri za kuvaa.
Mzee anatoka amefurahi, hata akienda kutafuta anatafuta kwa nguvu, kwa sababu anajua kuna mtu ambaye anafanya kazi yake kwa haki. Sala yako kama mama, kilio chako kama mama mbele za Mungu kitapokelewa. Mungu anasikiliza kilio cha wenye haki. Swala la pili, amani. Baba, wewe ni chombo cha amani kwenye ndoa yako, ni chombo cha amani kama mwanaume kwenye mahusiano yako. Sisi Waafrika tumekuwa na ile tamaduni ya kitambo kwamba ukisikia baba amerudi, kila mtu anapotea. Kama watoto walikuwa wanacheza, kila mtu anakimbia anajificha kwenye kona yake. Je, baba wa aina hiyo ni chombo cha amani kwenye familia yake? Jibu ni hapana. Kwaresima hii ujitafakari, angalia matendo yako kama baba. Watoto wanakukimbia ama watoto wanakukimbilia? Bibi yako akikuona wakati unarudi kazini, anakukimbilia akukumbatie, akwambie karibu, ama anakimbilia ndani uingie? Ujitafakari. Mama, unampa amani ya kutosha baba pale nyumbani? Ama baba akirudi, anarudi nyumbani kama mahakama, anaulizwa maswali mengi bila hata kupewa pole. Maswali ni mengi kuliko karibu. Huyu baba hawezi kuwa na amani. Huyu baba hawezi kwenda kutafuta kazi, kwenda kufanya kazi kwa bidii ili kuja kukuhudumia kama wewe umegeuka ni mahakama. Hilo ni jambo la wewe mama kujichunguza, na kwa resima hii umwambie Mungu, nisaidie niwe chombo cha amani kwa huyu mwanaume ulionipa, kwa hawa watoto ulionipa. Jambo la tatu na la mwisho, upendo. Jichunguze wakati mnakutana mara ya kwanza, ule upendo mlioonyeshana, ule upendo bado unadumu? Vile viashiria vya upendo, yule mwanaume anakupenda? Yule mwanamke aliyokuambia ninakupenda siku ya kwanza mliokutana, anakupenda? Kama hapana, mjichunguze kwamba ni nini kimetokea, ni wapi tulikosea. Hichi kipindi cha siku 40 za Kwaresma tujirudi, tuitishane kikao. Ita mume wako, ita mke wako, kaeni mahali, mwambie mama, kuna jambo aliko sawa. Ule upendo uliokuwa ukinionyesha miaka 10, miaka 5 iliyopita, mbona siuoni? Tulikosea wapi? Kipindi cha Kwaresma ni muda wa mazungumzo, ni muda wa tafakari. Kujeni pamoja kama familia, kaeni pamoja kama familia, muulize baba, tulikosea wapi? Ni baba ambaye anaenda nje ya ndoa, ana wasichana wengi nje ya ndoa, ni muda mama umuite, ukae naye, umwambie mzee, kuna kitu gani ambacho sikifanyi vizuri, ili hichi kipindi cha Kwaresma nijirekebishe na wewe jirekebishe, usiende nje ya ndoa kurukaruka na wanawake wengine. Muda wa kuongea. Na hiyo ndio Kwaresma, ni muda wa tafakari, muda wa kuulizana, muda wa kurudisha upendo uliopotea, ni muda wa kurudisha ile mahusiano yako ambayo ulikuwa yaona kwamba yamepotea. Kitabu cha Ezekiel ile sura ya 15 nasema, mifupa mikavu itapata uhai tena, itapata nyama tena. Huu ni muda wa kufanya hiyo ndoa yako ambayo imekuwa mfupa mkavu upate nyama. Ni muda wa kufanya mahusiano yako ambayo imekuwa mifupa mikavu ipate tena nyama. Na hiyo ndio Kwaresma. Basi tumuombe Mungu atusaidie, atupe hekima ya kujua namna gani ya kuendesha familia zetu, ya kuendesha mahusiano yetu, ili isibaki tena kuwa mifupa mikavu baada ya Kwaresma hii. Tumsifu Yesu Kristo. Chao.